Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nimeamua nichukue hata nusu saa ya kuwa live. Kwa hiyo kama mtu una swali lolote, basi inshallah la kinyota unaweza ukaniuliza na mimi nikakujulisha, lakini kwa uchache tu. Ili kupata mafanikio ya kimaisha inabidi tuishi kinyota, kwa sababu nyota ndio kila kitu. Ukishakosea katika masuala ya nyota, utakuwa umekosea kwenye mambo yote. Sasa kuna watu wengine huwa wanauliza maswali sana, lakini sasa maswali yao wanashindwa wafanye nini kwa sababu wanakosa majibu. Kwa mfano, mtu anaweza kukuuliza, nyota yangu mimi na mpenzi wangu, je, vinaendana? Nyota yangu na mpenzi wangu, je, vinaendana? Lakini unakuta mtu huyu anayekuuliza tayari hawa watu wameshaoana, na watu wenyewe wameshaoana kitambo. Mimi nataka tu niwajulishe, mbona hujenda, kwamba sio kwamba ndoa zote katika dunia hii watu nyota zao zimeendana. Sio kwamba kutokuendana kwa nyota ndio sababu ya watu kutokuoana. Hapana. Inaweza ikawa nyota zenu haziendani, lakini mkaoana. Ndoa ni ndoa na kuendana kwa nyota ni vitu viwili tofauti. Ila inashauriwa tu, ukioa mtu ambaye nyota zenu zinaendana inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kuna mambo ambayo mnaweza kuyaepuka kutokana na nyota zenu kuendana. Kwa mfano, unaweza kumuona mtu maisha yake kabla hajaoa ama kabla hajaolewa anakuwa ana maisha mazuri sana, anatafuta riziki, anapata kila anachokitafuta anakipata, lakini akija akioa mambo yote siku hiyo yanaharibika. Maisha yanaanza upya, kila anachokifanya kinakuwa sicho. Tayari pale huenda ikawa kilichomzima ni nyota. Labda yeye ana nyota ya moto. Sasa anakwenda kuoa mwanamke mwenye nyota ya maji. Nyota ya maji ina nguvu kuliko moto. Maji yanazima moto, lakini moto hauzimi maji. Kwa hiyo, kwa staili hiyo, unaoa mwanamke ambaye ana nyota hiyo ya maji, wewe una nyota ya moto, au wewe mwanamke una nyota ya moto, unakwenda unaolewa na mwanamume ana nyota ya maji, anakuzima. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa kama vile yanaanza upya. Hakuna kitu ambacho utaweza kukifanya, na kila kitu kitaharibika. Biashara zitaharibika, mambo yatakwenda mrama, hakuna kitu chochote ambacho utaweza ukakifanya na ukafanikiwa. Kwa hiyo si ajabu kwamba wewe una mpenzi mnapendana, lakini sio kwamba nyota zenu kama haziendani kwamba labda hamtoana. Mtoana tu, kuoana ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini maswala ya nyota ni maswala ya muhimu kuliko kitu chochote. Kabla mtu hajaenda kwenu kujitambulisha, au kabla hujaenda kwa binti kujitambulisha, jaribu kuangalia kwanza nyota yake. Kishaangalia nyota yake, kiona nyota haziendani, kuna njia nyingi za kufanya, njia nyingi tu za kufanya na nyota zikaendana. Kwa mfano, unaweza ukabadilisha jina, au pia unaweza
ukafanya jina lako likawa kinyume. Unaweza ukatumia jina la babu yako la mwisho, unaweza ukatumia jina la baba yako la kati, la kwako likawa la mwisho ama likawa la kati. Vitu vyote hivyo vinawezekana. Lakini vile vile usipoweza kutumia jina, ukikutana na wataalamu wa masuala ya nyota, kuna jinsi ya kukupa maelekezo. Kuna maelekezo bwana, kutokana na nyota hizi haziendani, basi ufanyeje? Kuna maelekezo. Unaweza ukapangiwa mwezi wa kufunga ndoa, tarehe ya kufunga ndoa, saa ya kufunga ndoa. Nadhani wa mlio makini na ambao mnapenda kuhudhuria ndoa, ziko ndoa mpaka zinafungwa saa 12 ya asubuhi. Ziko ndoa zinafungwa saa 1 ya asubuhi. Ziko ndoa zinafungwa saa 2, saa 3, saa 4. Ni watu wamecheki, wameangalia, wakakuta kwamba mambo yako hivyo, kwa hiyo lazima wayapeleke hivyo kama yalivyo. Nadhani mambo yanakuwa yako hivyo, lakini usikurupuke bila kuangalia masuala ya nyota. Kama sikosei, pia unaweza ukamkuta mtu hana pesa, mtu ni maskini kweli, kila analofanya haliendi, lakini ikatokea siku moja tu akaoa. Akioa kawa nyota nzuri, unakuta mtu maisha yake yanabadilika. Maisha yake yanabadilika, anakuwa maisha mazuri, yanakuwa kila anachokifanya kinakwenda, biashara anayofanya inakwenda. Kwa hiyo masuala ya nyota ni masuala ya kuzingatiwa sana. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa. Masuala ya nyota ni masuala ya kuzingatiwa sana. Bila kufanya hivyo utajikuta wewe kila siku ni mtu wa kubadilisha wanawake, kila siku ni mtu wa kubadilisha wanaume. Unakuwa unaoa tu, unakuwa ni mtu wa kuoa tu. Kwa hiyo ndio hivyo. Kuna mtu naona hapa muuliza swali, umesema nikutabirie, umezaliwa tarehe 22 mwezi wa pili. Wewe nyota yako ni ndoa, lakini utabiri ni shautuma. Wewe tafuta humo moto ukuta. Utabiri wa wiki nzima nimeutuma juzi Jumatatu. Kwa bahati nzuri natumaga utabiri kila Jumatatu, utabiri kwa watu wote. Kwa hiyo ndugu yangu uliyeuliza swali, wewe nyota yako ni ndoo. Nyota yako ni ndoo. Kwa hiyo wewe angalia utabiri wa tarehe 20 na juzi Jumatatu ulikuwa ni tarehe ngapi? Kwa tarehe utabiri wa Jumatatu, ngoja nikuelekeze vizuri. Utabiri wa Jumatatu ilikuwa ni Jumatatu hapa, ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 4. Wewe ambao umeuliza swali hapo, nyota yako ya ndoo, itafute katika namba 2. Utakuta utabiri wako katika masuala ya maisha na masuala ya mapenzi. Angalia hapo somo, utaona utabiri wa tarehe 16 mwezi wa 4, siku ya Jumatatu hiyo. Angalia vizuri utaona utabiri wako. Kwa hiyo nadhani ni hivyo ndugu zangu. Masuala ya nyota ni masuala nyeti. Masuala ya nyota sio vitu vya kufanyia mchezo. Ukifanya mchezo na nyota utajikuta kila siku unasindikiza wenzako. Wapi angalia huko kwenye Facebook, katika grupu letu ile la Facebook. Angalia utabiri ambao umetumwa juzi. Utabiri ambao umetumwa juzi tarehe 16. Wewe fungua tu katika hapo ulipo, unaweza ukakata ukatafuta ukaona. Utabiri tumetuma juzi tarehe 16. Wewe angalia hapo utaona. Humo katika Facebook angalia utaona. Utabiri wa tarehe 16 utaona. Hapo utabiri wa tarehe 16. Angalia kwa picha hizo hapo, utabiri wa tarehe 16 utauona. Utabiri huo umetoka juzi Jumatatu.
Kwa bado mpya kabisa, una haja hata kutajiriwa kivyako vyako. Angalia hapo, utasoma utajua. Bwana Ali amesema mimi sijui nyota yangu, nimezaliwa tarehe 12 mwezi wa 12. Wewe bwana, nyota yako ni mshale. Nyota yako ni nyota ya mshale, asili yake ni moto. Hiyo nyota ya mshale asili yake ni moto. Wewe unatakiwa uwe mwanamke mwenye nyota ya mapacha. Nyota yako ni mshale. Mshale ni upepo. Kwa bahati nzuri nyota ya mshale nzuri, lakini ni nyota yenye mikosi kibao usipokuwa makini. Sababu upepo wake ni mkali, ukija huwa unasomba kila kitu. Kwa kuna wakati unapata, kuna wakati ukikosa basi umekosa. Lakini angalia hiyo nyota yako, alafu utakuwa unafuatilia vipindi vyangu vizuri. Utakuwa unaona mafanikio kupitia posti zangu ambazo nitakuwa nafanyaje nazituma. Nadhani tumeelewana vizuri. Wewe nyota yako ni mshale, tafuta mwanamke mwenye nyota ya mapacha. Mshale anatakiwa aoane na moto ambao ni aoane na upepo ambao ni mapacha. Mpaka hapo utakuwa umenielewa. Ndio, kwa hiyo tunaendelea na darasa letu dogo hili la nusu saa. Kwa masuala ya nyota ni masuala unatakiwa uangalie masuala ya nyota. Kuna wakati wa kwenda kuomba kazi. Kuna wakati wa kwenda kudai deni. Ukishafuatilia masuala ya nyota, ukishafuatilia nyota yako, ukishafuatilia masuala yote yanayohusiana na mambo ya nyota yako, utakuwa mambo yako unayafanya kwa wepesi sana. Wakati mwingine unaweza ukatafuta mchawi, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Kuna saa inaitwa saa ya Zohari. Zohari watu wamechukia. Watu wana mambo yao. Watu wana mitihani yao. Wewe unakwenda kwa tajiri kuomba kazi. Unakuta tajiri kanuna, amezongwa na mambo ya kifamilia. Ametoka nyumbani na hasira zake. Wewe unakwenda kumuomba kazi, unafikiri ni kitu gani kitatokea? Hata kama ana shida ya mfanyakazi, lakini atakwambia kazi hakuna. Wakati mwingine inawezekana wewe ni msomi mzuri sana. Una vyeti vimejaa tele huko ndani. Lakini pamoja na vyeti vyako umekuwa ni mtu wa kuhangaika kila siku. Una kazi, una kitu chochote. Wenzako ambao umesoma nao wana maisha mazuri. Wengine wana nyumba nzuri. Mtandao unasumbua. Unajihisi kwamba wewe ni mtu mwenye mikosi. Wakati mwingine inawezekana nyota na tatizo, lakini kuna matatizo pia ya kibinadamu. Kuna uchawi, kuna vijicho, kuna hasadi, vyote vinadhuru nyota hii. Inawezekana kuna uchawi unakusumbua. Sasa ukichanganya na masuala ya nyota, ndio inapasumu moja kwa moja. Mwisho wa siku unajikuta mafanikio huna. Lakini kama unakaa vizuri na kuamua kufuatilia masuala yanayohusiana na nyota yako, ikawa unafahamu kwamba mimi natakiwa nifanye nini kinachohusiana na nyota yangu,
basi hakuna kitu ambacho kitaharibika, hakuna uchawi ambao utafanya kazi kwako. Lakini kama ni mtu wa kulala tu na kuamka, hujui chochote kuhusu elimu ya nyota, inakuwa ni mtihani mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo nawaombeni, sasa hivi tumepanga vizuri, tumepanga kupeperusha vipindi mbalimbali vinavyohusiana na nyota zenu, ikiwemo uchambuzi wa nyota, jinsi ya kujitibu, jinsi ya kujiweka sawa ili nyota yako iweze kuonekana. Tumepanga hivyo, kwa hiyo mtakuwa mnafuatilia, pamoja na utabiri ambao utatolewa kila siku ya Jumatatu. Sasa hivi kila siku ya Jumatatu tumepanga kati ya asubuhi saa 4 utabiri unakuwa umetoka, ama saa 8 mchana. Inategemea kwamba hiyo Jumatatu tunaamkaje. Saa nyingine unaamka Jumatatu unakuta kuna watu wanahitaji huduma, kwa hiyo lazima iwe hivyo. Mwingine anasema naomba kujua kama nyota zinabadilika. Unaweza ukawa na nyota ya nge, na muda mwingine ukawa na nyota ya samaki. Maana mwanzo niliambiwa kondoo, leo naambiwa ndoo. Naomba unisikilize ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Kuna watu wanachanganya. Na kuona dada yangu Fatuma Jumbe, inshallah tuko pamoja. Asante sana. Swala la nyota unatakiwa usijichanganye. Kuna mwingine anatumia tarehe na mwezi. Yaani anataka kujua nyota yake kupitia tarehe na mwezi. Wakati huo anataka kujua nyota kupitia jina lake, herufi ya kwanza ya jina lake. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kama wewe unatumia tarehe, basi tumia tarehe. Hizi majina, hiyo imewekwa rasmi kwa watu ambao hawajui tarehe zao na mwezi wa kuzaliwa. Kwa hiyo kama wewe unajua mwezi na tarehe ya kuzaliwa, unatakiwa utumie nyota ya mwezi na tarehe ya kuzaliwa. Nyota ya kupitia jina, herufi yako ya kwanza ya jina inakuwa kwako haikufai. Hiyo ni imetengenezwa kwa mfumo kwa wale watu ambao hawajui wamezaliwa tarehe ngapi, hawajui wamezaliwa mwezi gani. Nadhani ni hivyo. Okay. Anasema mna grupu la WhatsApp. Grupu la WhatsApp tulikuwa nalo, lakini nimeliua mimi kwa sababu nashindwa kufanya kazi katika magrupu ambayo hayana adabu. Kwa hiyo kwa kifupi, nimejikuta na mambo mengi. Sasa kumiliki magrupu mengi inakuwa ni mtihani. Nikishakuwa na grupu la WhatsApp tumekwenda nalo vizuri, lakini sasa miongoni mwa watu wanakuwa hawana adabu, wanatuma picha za matusi wengine, yani inakuwa ni kunishughulisha. Sasa nikaona hili sina kazi nalo, ni bora nilifute, nisiwe nalo, basi tuendelee na hili la kwenye Facebook. Kwa uzuri, alhamdulillah, tunashukuru grupu hili limekuwa lina adabu, hakuna video za matusi, hakuna picha za matusi. Na kwa bahati nzuri niko vizuri. Anayejaribu, sio kwamba hawapo, wapo wanaotuma, lakini akibahatisha ni mara moja. Kibahatisha ni mara moja, hawezi kurudia tena kutuma. Kazi ushaona mtu amekwenda vibaya, basi una block. Kwa hiyo nadhani ni hivyo. Hatuna grupu la WhatsApp, wala tutarajii kuwa na grupu kama hiyo. Ila kwa sasa hivi nadhani jana tumefungua channel katika YouTube. Channel hiyo tutakuwa tunarusha utabiri wa maandishi. Facebook basi tutarusha utabiri wa live, ama tutarekodi alafu tutarusha YouTube. Kwa hiyo watu wangu ni nyinyi, kwa hiyo naombeni muendelee kufuatilia katika YouTube, muangalie utabiri wenu. Tutajaribu kuboresha vipindi vyetu, kuweka masomo mbalimbali ya kinyota, ili mradi kwamba tufike tuendako. Tumetoka mbali, tufike tuendako. Najua ni wengi ambao wamefaidika kwa ajili yangu, nimewaonyesha njia nyingi.
na mimi pia nimefaidika na wengi kwenu, kwa sababu unavyofanya kazi vizuri ndivyo unavyopata wateja ukawafanyia kazi vizuri. Kwa hilo namshukuru Mungu, kazi tunapata zinaenda vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo nadhani mimi nina umuhimu kwenu na nyinyi mna umuhimu kwangu. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kufuatiliana hadi hapo Mwenyezi Mungu mwenyewe atakapojalia watu wote wakapata kiasi cha elimu ya nyota. Elimu ya nyota ni muhimu. Wenzetu walioendelea wazungu huko Wahindi hawaishi bila kufuatilia masuala ya nyota, na ndio maana unakuta ni katika watu ambao wana mafanikio kuliko sisi Waswahili. Waswahili tumekuwa tukipuuza sana masuala haya. Waswahili tulikuwa tukipuuza sana masuala haya. Basi nadhani mmetoa darasa la kutosha, na rafiki yangu hapa Maalim awasalimie japo kidogo, Mwalimu Nuhu awape mawili matatu. Hebu toa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuhusu maswala ya elimu za uchawi. Nyota inapoharibiwa nyota, mara nyingi nyota hile inakuwa haifanyi kazi, lakini kuharibiwa kwake, mathalan mfano labda mtu ana jina lake, lile jina wengine wanasema jina lile hata la utani laweza likapibwa likaingia likaivuruga nyota. Madhali lile jina kama wewe unaitwa tu lile jina kwamba huyu ni fulani fulani, likachukuliwa lile la utani likapibwa likaharibu nyota ya mtu. Jambo jingine kwamba nyota ndio kila kitu. Wenzetu wanafuatilia sana nyota, wazungu wanafuatilia nyota, ndio maana kuna baadhi ya siku pia zina nguo zake. Mathalani mfano siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi wanasema ni siku ambayo anatawala Maimuna Subiani. Maimuna Subiani siku ya Jumamosi anatawala Maimuna Subiani, ambaye vazi lake linakuwa ni jeusi. Kwa hiyo siku ya Jumamosi, kulingana na nyota yako, kulingana na ufuatiliaji wako wa nyota, una uwezo ndani ya siku ya Jumamosi ukavaa katika mavazi yako, ukaweka nguo ya rangi nyeusi, hata kama suruali itakuwa nyeusi, basi unakuwa unaendana na ile nyota ya siku hiyo. Na kuna baadhi ya siku, mfano katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa sisi tunaelewa Ijumaa kwamba tulivyoelezwa ukivaa mavazi meupe na kuwa ni sunna. Lakini pia mavazi meupe unaweza ukatumia katika siku ya Ijumaa. Siku ya Jumanne ambao watu wengi wanasema Jumanne ni siku mbaya, ni siku ambayo sio nzuri, ni siku ya zohali, ni siku wenyewe wanasema ni siku ya mirhi. Mirhi ni nini? Mirhi wanasema ni sayari, lakini ni moto. Katika nyota mirhi inakuwa ni moto, ambayo mirihi unapomchambua mtu katika masala ya kinyota, mfano katika ilmu shike, unapoikuta mirihi inakuwa mirihi wanasema ni uadui. Kulingana na nini? Kwa sababu wanasema ni nyota ambayo ina misukosuko. Hata ndani ya nyumba, ukiona nyumba watu hawaelewani, mitihani, vurugu, talaka iko mbele, ujue nyumba hiyo imeingiliwa na mirhi. Kwa hiyo mirhi wakasema ni nuksi, mirhi ni uadui. Na mirhi inatawala katika siku ya Jumanne. Lakini kulingana kama utafuatilia nyota vizuri, ndani ya siku ya Jumanne kuna wengine hawafanyi biashara wakiamini ni siku ya zohali. Lakini kulingana na nyota yako kuna mwingine anauza sana siku ya Jumanne. Lakini Jumanne wanasema unaweza ukavaa vazi jekundu likaendana na siku ya Jumanne. Lakini yote haya uyafuatilia haya
ni kufuatilia elimu za nyota kwa Sharifu Adinani. Mimi mwenyewe pia ni mwenzangu sana, lakini pia nikifuatilia sana kwa kuja Kilingeni kwake, ofisini kwake, kufuatilia mambo ya nyota. Kiukweli anasaidia sana, na mimi nasema pia nimwombe Mwenyezi Mungu azidi kumpa umri mrefu, aendelee kutoa faida kwa watu. Haya ndio mambo tunayoyahitaji sisi. Wapo watu wengi wanafanya mambo ya ilmu nyota, wanafanya hiki na hiki na hiki na hiki, lakini kiukweli kwa ilmu alobarikiwa Bwana Sharifu Adinani, Mwenyezi Mungu amweke. Na jambo jingine ni kuhusu faida. Mimi naweza nikasema kitu kimoja. Kufuatilia kwa nyota hili ni somo. Somo hili leo hii somo hili limewekwa live katika mtandao. Mtu anaingia Facebook anapata faida kubwa ambazo hatozipata mahala popote. Sharifu Adinani kwa elimu hii anayoifanya, kiukweli mimi nasema ni elimu kubwa sana inatoka. Lakini nyinyi, kinachotakiwa kwenu nyinyi ni kufuatilia elimu hii, kufuatilia kila zile siku za Jumatatu kunakuwa na utabiri, kuingia kupata utabiri, mtapata faida nyingi mbalimbali. Kuna baadhi ya siku wengine anakuambia leo siku ya Jumamosi pia mtu sifanye shughuli. Siku ya Jumapili wanasema ni siku ya Shamsi. Siku ya Jumapili ni siku ya Shamsi. Siku ya Jumapili vile vile ni siku ambayo mtu kulingana na nyota yake mwingine akaitumia Jumapili akapata mafanikio. Siku ya Jumatatu siku ya Kamari, mwingine anaweza akaifanya na akaifuatilia Jumatatu ikampa mafanikio. Kulingana na mtu atakavyofuatilia nyota kila siku, atakutana na faida, atakutana na mambo mengi katika maelezo ya nyota. Na masuala ya pete za bahati. Hapa katika swala la pete, watu wengi wanahitaji pete. Pete kuna mawe mbalimbali. Kuna mawe ambayo mtu anapovaa katika ile pete, mtu anapoiweka katika kidole chake, yeye anakuwa ni mtawala. Jambo la kwanza, unaweza ukavaa jiwe la pete ikawa wewe unasikilizwa, ikawa unapendwa, ikawa unakubalika. Waweza ukavaa jiwe, na haya madini yana siri kubwa sana ndugu zangu, niwaambie. Haya madini haya tunayaona ni madini yana siri kubwa sana. Haya madini, kuna dini linaitwa rubi. Ile rubi wanasema ukiiroweka katika maji alafu ukanywa yale maji, wanasema unaongeza vitu vingi sana katika mwili. Ina maana haya madini yana siri. Lakini madini haya unaweza ukayatumia madini haya. Leo viongozi mbalimbali wakubwa wa kimataifa wa kidunia, angalie katika vidole vyao wanakuwa na pete. Kuna pete za utukufu, kuna pete za ukubwa, kuna pete za biashara, kuna pete za ulinzi, kuna pete za mapenzi tu, kuna pete za mvuto. Ukiingia sehemu wewe unakuwa na mvuto, unakuwa unapendwa, unakuwa unakubalika. Lakini yote haya, kupata faida kwa yote haya, nadhani tuendelee kumfuatilia Sharifu Adinani katika vipindi vyake vyote ambavyo anaviendesha. Na Mungu akijalia ameingia YouTube sasa hivi, pia watu waendelee kumfuatilia huko. Tutapata faida nyingi mbalimbali, kujua jiwe gani nikivaa, shekhe, jiwe gani nikilivaa kulingana na nyota yangu litanisaidia katika biashara yangu. Mimi nadhani la kusema ni kumfuatilia Sharifu Adinani katika vipindi vyake, tuendelee kupata faida mbalimbali. Mambo kuyachambua leo, laiti tungesema tuzichambue siku zote kwa siku moja, kuchambua siku za nyota kwa siku moja, kueleza faida za siku moja. Leo sema leo Ijumaa Zuhura, achambuliwe Zuhura kinyota, atafutwe Zuhura kinyota, itakuwa muda ni mrefu mno. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, huyo ni mwalimu mwenzangu katika hizi shughuli, na tunajitahidi kuhakikisha tunafikisha jambo hili sehemu nzuri na watu wanaelewa
kupata faida. Kwa hiyo mimi naombeni hivi, tumesema kwamba kila siku ya Alhamisi Mwenyezi Mungu akituweka hai, akitufikisha salama, ni kuanzia asubuhi tumeamua Alhamisi nzima na tatizo lolote na jambo lolote, basi utafika hapo ofisini, utaonana na mimi bure, tofauti na siku nyingine. Lakini siku ya Alhamisi ni siku ambayo ya ofa. Tumeona kwamba ili tuweze kuwahudumia wale ambao kila siku wanapiga simu, wanatuma message, hawana kitu. Hatuwezi waacha. Kuna watu wana maradhi, kuna watu wana matatizo, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa uwezo wake hawajajalia chochote. Wanakuwa ni watu wa kuhangaika, vifungo vimefunga kila kona, riziki imekuwa ni mtihani. Kwa hiyo tumeona kwamba tutoe fursa hii ya siku ya Alhamisi, wenye nacho asokuwa nacho, basi wote tuwafanye kitu kimoja, waje wapate huduma. Na inapofika saa 10 baada ya salatu la asiri, tunakuwa tuna dua kubwa, dua nzito kwa ajili ya watu wenye shida zao mbalimbali, kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu mbalimbali. Inapofika saa 10, dua ile inakwenda mpaka saa 12. Kwa hiyo na waombeni kila siku Alhamisi tutafika ofisini kwetu Mwananyamala. Na kwa uzuri tulikuwa tuna vijana wangu walikuwa wananiuliza, Shekhe, jambo hilo umeliweka na wewe umekuwa mtu wa safari, je, kama haupo? Kwa bahati nzuri jana tumeliweka vizuri. Mwalimu Nuhu yuko hapa na wengineo, hata kama sipo, lakini dua siku ya Alhamisi itakuwa inaendelea. Niwepo nisiwepo, dua itakuwa inaendelea na huduma nyingine hizo zitakuwa zinaendelea. Kwa hiyo kikubwa ni ushirikiano wenu, na fursa hii kama umebarikiwa kuipata, basi si vyema ukaache ikapita, kwa sababu ni fursa ambayo tumeiweka takriban miezi 3-4 tunafanya hivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau wangu, basi ifuatilie hii fursa vizuri, huenda ikakusaidia. Njoo wewe kama wewe na nauli yako ya kwenda na kurudi, na nauli yako ya kwenda na kurudi. Umeamua kutoa sadaka, basi nunua hata ubani, nunua ubani, njoo nao. Nunua boksi la udi, njoo nao. Ndio hivyo, nunua maji ya marashi, njoo nao, katika mojawapo ya sadaka katika dua hii. Kwa hiyo nawaombeni tushirikiane, tuwe kitu kimoja. Fuatilieni masuala haya karibu. Mtajua kama hivi mahali walivyogusia, kuna rangi, kuna nguo za kuvaa. Kila siku ina nguo yake. Kila siku ina nguo yake. Inategemea na nyota yako. Kama mimi nyota yangu leo nimevaa, umeona, kanzu nyekundu hiyo. Nimevaa na kirema chekundu kilicho rangi yake iliyokoa. Mambo yanakwenda hivyo. Kila siku ina nguo yake. Ukifanya hivyo mambo yanakuwa yako vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani la mwisho, mufuatilie utabiri wa Jumatatu inshallah, panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Tutafanya utabiri, uangalie wiki yako nzima itakwendaje, mambo yako ya wiki nzima yatakwendaje. Kujua hivyo ni vizuri zaidi. Nadhani nilistop kwanza, lakini ile kukaa kimya kwanza niliwaangusha watu wengi ambao walikuwa wanategemea utabiri. Niliona message za watu wengi sana wakilalamika, wengine wanapiga simu wanauliza. Nilikuwa nimetingwa. Na kazi hizi huwa tunafanya kwa kujitoa. Sio kwamba kuna chochote labda unapata mshahara au tunafanya kazi hizi kwa kujitoa. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tuna kazi binafsi. Unakuwa mtu una shughuli zako, wengine wako shamba huko, wengine wako, kila mtu ana shughuli zake. Kwa hiyo pale unapopata muda ndio unakaa vizuri, kwa sababu uzuri wa somo hili la kinyota linahitaji nafasi. Uwe na nafasi nzuri. Kama huna nafasi inakuwa ni mtihani. Tabiri yenyewe masaa yake mpaka umalize kuandika ni 4. Ndio ufanye utabiri, ujumuishe, uandike, ufanye, ina cost muda mrefu. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokosa nafasi, basi tuvumiliane. Hilo ndio kubwa. Namba zangu za simu ni zile zile.
unaweza ukanitafuta katika namba zangu za simu, namba ya Tigo 0713737972 017363 yani 63 7972. Hiyo ni namba ya Tigo. Pia unaweza ukatuma message katika namba yangu ambayo ni ya Voda 0766433552. Bwana 0766433552. Hiyo ni namba ya Voda. Unaweza ukatuma message na nikasoma message yako nikiwa na WhatsApp mzuri nikakujibu vizuri. Kwa wale wanaotumia mtandao wa WhatsApp basi namba ni hiyo hiyo 0766433552. Kwa mimi sina cha ziada, niwatakie jioni njema. Inshallah panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu tutaonana tena kesho wakati na saa kama tulivyoanza leo. Tutatafuta somo lingine tutawaleteeni. Hatuna mengi ya ziada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ndio toa salamu na kijana wangu hapa Mwalimu Isa. Hata siku mkija Kilingeni mkimkuta yeye basi mjue kijana wangu atoe salamu tu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inatosha.